Je, usajili jina la biashara au kampuni? Watu wengi wanajikuta wanafanya uchaguzi ambao hauko sahihi. Wanajikuta baada ya siku wanakuja kutumia gharama nyingine nyingi ambazo hawazi kutarajia kwa niaba ya kubadilisha kampuni au kubadilisha biashara yako. Sasa katika video hii naenda kukuelekeza hatua kwa hatua jinsi ambavyo unaweza ukachagua jina sahihi la biashara yako au jina sahihi la kampuni yako. Je, usajili sasa nini hapa? Usajili biashara au usajili kampuni? Usiondoke, nitakupa mkakati mzima wa jinsi ambavyo unaweza ukasajili biashara yako. Tazama video hii mpaka mwisho, kwa sababu hapa utajifunza vitu vingi sana ambavyo ulikuwa hujui kabla ya kwenda kufungua jina la biashara au jina la kampuni yako. Okay, twende direct. Welcome BRELA Online Service. Hapa tayari utakuwa umefanikiwa kuingia. Ukisha ingia kama hivi, kuna vitu vingi sana hapa utaenda kuvipata. Wanasema kuna jina la kampuni, alafu kuna business license, kuna industry license, information service. Kwa hiyo hapa kama tunahitaji jina la kampuni, tutaenda sehemu walipoandika company service. Jina la biashara utaenda kwenye business name. Kwa sisi tutaenda kwenye company services. Kwa tunataka tufungue kampuni. Sasa tunafungua jina la kampuni au la biashara? Ni jina la biashara. Lazima muamue nyinyi kama ni biashara au ni kampuni. Ni nyie sasa maamuzi yenu. Process za kampuni kwenye nini? Kwenye usajili au kwenye nini? Sijajua kwenye upande wa kodi zake, lakini nahisi hazina tofauti sana. Kwa hiyo kuna kampuni za kibinafsi, kampuni za public na kampuni za wageni. Sasa wewe mnafungua nini, kampuni au biashara? Kutokana na services zenu ambazo mnataka mfanye. Yaani kiuhalisia ni kwamba ukienda kuomba tenda wanahitaji kampuni, sio biashara. Hata ukipata dili la serikali haiwezi kachukua mfanyabiashara, inachukua kampuni. Kwa hiyo yani kama mna future ya kuona mbali kwamba mtaomba tenda kwenye makampuni makubwa, lazima muwe mna kampuni. Kwa sababu kampuni inabeba vitu vingi. Yani neno kampuni limebeba vitu vingi humo. Limecombine karibia vitu yani vingi ambavyo vinakuwa vinahusiana na nini, na kile kitu ambacho umezamilia. Kwa hiyo ni vyema kutengeneza kampuni, kwa sababu inakuwa ni rahisi sana. Hata unaweza ukaenda omba tenda sehemu fulani, wakakwambia tunaomba kampuni name, unakuwa ni rahisi sana kuwaonyesha. Lakini biashara hapana, haina mantiki. Dhamira ya biashara ni ya mtu binafsi, ndio dhamira ya biashara. Lakini kampuni, wakiona una kampuni, maana yake wewe wanakuona kama uko serious, alafu wanajua kampuni hii sio ya mtu mmoja. Kwa hiyo hata kama itaunganisha na kampuni yake na ikaje ikapata hasara, maana yake hajapata hasara mtu, bali imepata hasara kampuni. Kwa hiyo ni rahisi sana kueleweka kukiwa na kampuni. Unajua tatizo la sisi wabongo sana, tunafeli kwenye nini? Kwenye kusikia kampuni. Yaani tukisikia tu kampuni tunajua labda ni kumiliki mamilioni na mamilioni. Hapana. Kampuni yani ni mfumo, tukishaweka kwenye mfumo tayari hiyo ni kampuni. Hayo mamilioni yanabaki yanakuja yenyewe, lakini sio kwamba eti kampuni ni miliki mahela mengi. Hapana. Kampuni inaweza ikawa na miliki pesa ndogo tu, lakini ikawa ni kampuni. Kwa hiyo kampuni ina heshima zake tofauti na biashara. Kuna baadhi ya kampuni zinazidiwa kabisa na biashara, umeona, lakini huyu mwenye kampuni, huyu anakuwa anawaza mbali, anaweza akapata matenda ambayo yule kama mfanyabiashara mwenye maduka au mwenye biashara hawezi akapata. Ndio iko hivyo. Sawa. Okay, si ndio private. Limited and share. Hapa sasa unaona hapa wanasema limited by shares. Alafu kuna limited by quantities. Unaona? Alafu kuna unlimited private. Okay, sasa utakuja hapa walipokuambia create new application. Utatengeneza application. Okay. Sasa hapa utakuja hapa wanasema track number, tayari hizi hapa unapewa track number. Hii hapa type company, hii hapa ni unlimited company, limited by share. Inaweza pia kushare. Okay, anakwambia source of company name, ya jina la kampuni. Okay, tutaenda new company. Jina la kampuni, ukishaingia hapa utaandika jina lile. Nani? Wasangi Multi Supply Limited.
Services Supply. Hii itakuwa Wasangi Mart Services Supply Limited. Lazima hivi na hivi. kivipi yani? Au tusiandike supply au tuache hivyo? Ngoja tuache kwanza hivi. Limited natakiwa hapa limited, tumalize na limited. Taandika limited. Okay. Kisha hapo utakuja date mwezi, utakuja mwezi, utaandika mwezi, utachagua region, kwa Dar es Salaam, Ilala, utakuja kata ya Kimanga. Okay, utakuja hapa wedi banebane, utakuja PO Box 1652 suri, ndio kuja email Msangi, utakuja namba ya simu 0785, utakuja hii hapa, utakuja hapa street, utakuja hapa address, utakuja hapa loko, kuja banebane hapa banebane Kisukuru, then utakuja Kisukuru, alafu utakuja landmark, kuja landmark utaandika karibu na au opposite na. Okay, hapa utaandika kusikia. Kumaliza hapo utakuja next. Kisha kuja next hapa subiri and something that long supporting sasa advanced. Utakuja something with long please contain umbrella call center. Mifumo ya Tanzania hiyo hadi tungeshajua mwanzo, tushamaliza mapema sana. Sasa hivi mtandao wenyewe uko busy. Si muda ya kula sasa. Muda ya kula. Mpaka hapo kuna kitu tayari umejifunza. Hebu niambie hapo kwenye comment ni kitu gani ambacho umejifunza. Tukutane kwenye episode ya 3 kwa sababu hapo ndo tunaenda kuelekeza hatua zote jinsi sasa ya kufungua kampuni na jinsi ya kufungua biashara, ili mradi upate jina la biashara au jina la kampuni yako kwa njia rahisi sana. Nitakuelekeza hatua zote jinsi ambavyo unaweza ukafanyaje, unaweza ukafanikiwa katika hili hapa. Tukutane kwenye episode inayofuata. Till next time.